Karibuni tena katika Washington Bureau, ambapo wiki hii Hillary Clinton anakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Marekani kuweza kushinda katika uchaguzi wa awali wa kugombania kiti cha rais, na hivyo atateuliwa na chama chake cha Democratic kugombania kiti hicho katika uchaguzi mkuu. Ushindi huo unatokea baada ya mashindano makali kabisa na mgombea mwenzake Bernie Sanders ambaye hajakubali kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Hapa studio niko pamoja na Mwamoyo Hamza na Abdul Shakur Abud kuzungumzia matokeo haya ya kihistoria hapa Marekani. Na kwanza kwako Mwamoyo, hii ina maana gani katika utaratibu wa uchaguzi wa hapa Marekani? Katika utaratibu wa uchaguzi hapa Marekani, Mary, hii ina maana kwamba sasa wanakwenda katika mkutano mkuu wa chama ambao ndio utamteua Hillary Clinton rasmi kuwa mgombea wa chama cha Democrat. Na kama tulivyozungumza hapo awali, hii inaweka historia kwa historia ya Marekani kwamba mwanamke kwa mara ya kwanza anakuwa mgombea kwa chama kikuu katika uchaguzi mkuu. Sasa imeshaonekana kwamba Hillary amepata zile namba za wajumbe ambazo zinamfikisha kuweza kuwa mteuliwa. Kwa hiyo sasa ni kwenda katika mkutano mkuu, wanafika kwenye mkutano mkuu, kura zinapigwa rasmi pale kwamba sasa ndio tunamteua kuwa mgombea uchaguzi. Lakini sasa Shakuru, kuna swali. Unadhani kwamba Hillary Clinton atakuwa na uwezo wa kuunganisha chama kutokana na mvutano mkubwa ambao umetokea kati ya wagombea hawa wawili? Ingawa hana mvuto kama watu wengi wanavyosema, lakini ana ujuzi mkubwa wa masuala ya ndani na masuala ya nje ya nchi, na vile vile ameshiriki katika uchaguzi huu ni mara wa pili. Utakumbuka miaka 8 iliyopita alishindana na Rais Obama na alikwenda mpaka karibu mwisho. Kwa hivyo ana ujuzi, anawafahamu wanasiasa wote. Swala ni kuwavutia wale wapigaji kura wa Sanders ambao wamegawika. Kuna vijana wengi, halafu utakuta kuna watu wengine ambao wanapendelea mageuzi sana. Sasa wale vijana bado hawako radhi kumpigia kura Hillary kwa sababu wanahisi ana kasoro kadhaa wa kadhaa, hasa ukiangalia kwamba hivi sasa anakabiliwa na matatizo mbali na mbali, kuwa na chombo cha kupeleka barua pepe nyumbani kwake. Kwa hivyo wanahisi kwamba ana hitilafu fulani, hawako tayari. Lakini Hillary atasaidiwa sana kutokana na kwamba ana watu wengi wanaomzunguka. Kuna Rais Barack Obama, na Rais Barack Obama atawaunganisha kwanza, na kisha waunganisha, kwa hivi sasa wanapigania chama. Kwa hivyo watakwenda kwa pamoja kama chama kimoja kugombania kiti cha rais. Na swala kama hili Mwamoyo linaweza kujitokeza katika chama cha Republican, ambapo tunaona mgombea Donald Trump naye pia ameanza kushutumiwa. Wengi wanaona pengine anatumia maneno makali au yaliyodhalilisha. Sijui unafikiri nini anatakiwa kufanya ili aweze kuoanisha? Limekwisha jitokeza, na hilo ni kwamba kwa sababu hiyo ndio imekuwa mwenendo wa Donald Trump tangu wakati wa chaguzi za awali, akitumia maneno makali sana dhidi ya wapinzani wake, na mpaka sasa hivi kitu ambacho kinawakwaza wa Republican ni kwamba bado Donald Trump anaonekana anatumia maneno yale yale, ingawa tayari ameshapata ugombea na wao wanaenda kwenye mkutano mkuu Cleveland, atateuliwa rasmi. Lakini walitazamia sasa kwamba mwezi mmoja na nusu uliopita awe ameanza kulegeza kauli yake, aonekane kwamba anazungumzia hasa masuala tu ya sera, hazungumzii awache maneno makali na kuwa na kashfa. Hivyo ni vitu ambavyo vinawatia wasiwasi sana wa Republican, lakini na wao wanatazamia kwamba katika kipindi hiki mpaka kufika mwezi Novemba wataweza kumweka katika mstari ulionyoka. Lakini hata kura za maoni na yale mengine yaliyosemwa hivi karibuni inaonyesha kwamba wagombea wote wawili hawa mvuto wao pengine labda uko sawa ama hawana mvuto zaidi. Sasa kwa Donald Trump, kitu gani hasa cha umakini anatakiwa kufanya ili aweze kuwavutia zaidi wapiga kura wake? Donald Trump anatakiwa azungumze sera sasa hivi. Azungumze sera na aonyeshe kwamba sera zake zimekaa za kiconservative kama ambavyo sera za wa Republican kwa kawaida zipo. Kwa hiyo akianza kufanya namna hiyo, atakuwa tayari ameingia katika ule mlolongo wa kuwa ana nadharia na mwenendo wa Republican. Lakini asipofanya hivyo, akiendelea na kutumia kashfa na ubabe na maneno makali, atawaharibia sana wa Republican, na hicho ndio kinachowafanya wa Republican wawe na wasiwasi sana. Lakini akirudi katika sera, kwa sababu ni mtu ambaye mafanikio makubwa katika biashara, wanadhani kama akirudi katika sera
anaweza akawaweka wa Republican mahali pazuri sana. Kwa upande wa Mama Clinton, nikija kwako Abdul Shakur, unaona kwamba pengine amezungumzia sera, lakini mvuto wake bado haujafika pale katika kiwango pengine ambacho wapiga kura wake wanakitaka. Anatakiwa aweke nguvu wapi? Yeye vile vile anataka kuweka nguvu katika kueleza zile sera. Maana anafahamu yale mambo yote, lakini kutoa hotuba zake na kadhalika labda inabidi kuwa na uchangamfu zaidi. Anataka kuzungumzia zaidi zile sera anazozitaka. Vile vile atabidi kuangalia masuala ambayo yanamkumba. Manake watu hapo kama alivyosema wanahisi kwamba ana matatizo yale ya barua pepe na kadhalika. Inabidi ahakikishe kwamba mambo yale yamewekwa sawa. Na pamoja na hayo zaidi mimi nafikiri itategemea ni nani, manake kutokana na ushindani na Sanders, nani atakuwa mgombea mwenza wake. Kwa hivyo kutokana na hayo kuna ile hali kwamba achague mgombea mwenza ambaye anaweza kuwa na msimamo sawa na Sanders, ambao Sanders ni kwenda mrengo wa kushoto zaidi wa chama. Amekivuta chama upande wa kushoto zaidi, manake hakiko katikati. Kwa hivyo inategemea nani anaweza kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza wake, na hapo ndipo anaweza kupata nguvu zaidi. La sivyo atakuwa na tatizo kubwa. Lakini kwa vote vile uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba wako karibu sawa yeye na Trump. Na sasa tunaona tumemaliza kura za awali na tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Je, mtu anaweza kusema kwamba ndio kampeni tayari baada ya uchaguzi mkuu au? Kampeni zimeanza jana siku ya Jumatano baada ya kumaliza tu zile uchaguzi wa awali wa majimbo ya California, New Jersey, New Mexico, Montana, majimbo ya mwisho, ingawaje bado kuna Washington DC, lakini kampeni zimekwisha anza tayari za kuelekea Novemba. Sasa hivi Hillary Clinton akizungumza anamwangalia Donald Trump kwa mwezi Novemba. Donald Trump akizungumza anamwangalia Hillary Clinton kwa mwezi Novemba. Kwa hivyo na vile vile zaidi hapo ni kwamba mbali na hapo kuna uchaguzi wa baraza la wawakilishi na Senate na magavana. Kwa hivyo uchaguzi rasmi sasa, kampeni zimeanza. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi kutoka hapa Washington Bureau. Mimi naitwa Mary Mgawe. Napenda nimshukuru Abdul Shakur Abud na Momoyo Hamza kwa kuwa nasi katika studio zetu. Hadi wiki ijayo usikose kuungana nasi tena.